Hii taarifa watu wengi sana wameweza kushangaa kwa hiki kinachoendelea, lakini wako wengine ambao wanachukulia sasa hivi kama kawaida tu, wanachukulia ugonjwa wa uviko 19 ama COVID-19 ni ugonjwa wa kawaida na ugonjwa ambao kila siku watu wanaishi nao. Lakini Wizara ya Afya imeweza kutoa tamko kuhusiana na huu ugonjwa pamoja na magonjwa mengine ambayo yameonekana yakisambaa zaidi kwa spidi katika mikoa ya Dar es Salaam, Mwanza, Arusha pamoja na mikoa mingine. Lakini kwa hapa Wizara ya Afya Tanzania imeweza kutoa tamko na kutoa kwamba tuwe makini zaidi kujikinga kutokana na ugonjwa ambao umesambaa sasa hivi kwenye mikoa mbalimbali. Karibu nikujuze kwa kile ambacho Wizara ya Afya imeweza kuzungumza na kuweza kutoa tamko namna gani ya kuweza kujikinga na haya maradhi ambayo yanaendelea kwa sasa ikiwemo uviko 19. Subscribe channel yetu ili mradi wa kwanza kupata taarifa zetu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Mimi ni Dulkane_OG pale Instagram. Ongezeko la magonjwa ya njia ya hewa yanayoenezwa na mbu, serikali imeamua kutoa tahadhari kubwa kwa kile ambacho kinaendelea na kile ambacho kinaonekana kinaenda kushusha zaidi na kuweza kudumaza uchumi wa taifa la Tanzania. Wizara ya Afya kupitia kwa mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe imetoa taarifa ya tahadhari kufuatia ongezeko la magonjwa ya njia ya hewa pamoja na yale yanayoenezwa na mbu kama dengua pamoja na malaria. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imeweza kutolewa na Wizara ya Afya chini ya daktari wa serikali Grace Magembe, kumekuwa na wimbi kubwa la ongezeko la magonjwa wenye dalili kama kikohozi, mafua makali, homa, maumivu ya misuli pamoja na maumivu ya koo. Hii inahusishwa pamoja na mafua ya msimu yanayosababishwa na virusi vya influenza A, H3N2 na pamoja na H1N1 na influenza B. Aidha, visa vya magonjwa vinavyoenezwa na mbu wameripotiwa kuongezeka katika mikoa mbalimbali ikiwemo Dar es Salaam, ikiwemo Mwanza, Arusha pamoja na Tanga na mikoa mingine, lakini iliweza kutajwa na Wizara ya Afya kwa chini ya daktari wa serikali Grace Magembe imetajwa Dar es Salaam, imetajwa Mwanza, Arusha pamoja na Tanga, ambapo baadhi ya wagonjwa wamekutwa na maambukizi ya mseto ya malaria pamoja na dengua, kwa sababu katika vile vipimo ambavyo wameweza kupimwa watu katika hii mikoa, asilimia kubwa wameweza kukutwa na maambukizi ya mseto, kwa maana kwamba wana mchanganyiko wa magonjwa ya malaria pamoja na dengua. Hivyo serikali imeamua kutoa wito kwa wananchi kuchukua tahadhari kama kuvaa barakoa maeneo yenye msongamano mkubwa wa watu, kutumia vyandarua vyenye dawa, kunywa maji safi na pia kufika hospitalini mapema sana wanapohisi dalili zinazoendelea. Sasa Wizara ya Afya iliweza kuandika chapisho kama hila hapa, ni kusomea kwa kile ambacho Wizara ya Afya imeweza kuchapisha kupitia akaunti zao na kuweza kuwaarifu Watanzania wote kujikinga na hili gonjwa ambalo linaendelea sasa hivi, maradhi mbalimbali katika mikoa ya Dar es Salaam, Mwanza, Arusha pamoja na maeneo mengine ambayo yako karibu na hiyo mikoa, kwa sababu watu wanasafiri kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Wizara ya Afya iliweza kuandika hivi: taarifa kwa umma kuhusu tahadhari ya magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa na magonjwa yanayoenezwa na mbu. Tarehe 20 Mei mwaka 2025. Wizara ya Afya imeendelea kufanya ufuatiliaji wa karibu na kutoa taarifa za kila siku kuhusu magonjwa ya mlipuko pamoja na tetesi za uwepo wa magonjwa hayo nchini. Katika kipindi cha kuanzia mwezi Januari hadi Aprili mwaka 2025, tumeshuhudia ongezeko la tetesi zinazohusiana na magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa katika jamii hapa nchini, hasa katika mkoa wa Dar es Salaam. Kwa kutumia mifumo ya ufuatiliaji wa magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa ambayo imekuwepo tangu mwaka 2008, tumekuwa tukifuatilia mwenendo wa magonjwa haya ili kubaini aina za vimelea vinavyosababisha maambukizi, ongezeko la visa pamoja na uwezekano wa kujitokeza kwa kirusi kipya chenye uwezo wa kusambaa kwa haraka. Vipimo vya maabara vimebaini kuongezeka na kupungua kwa virusi vya influenza, hali ambayo imekuwa ikionekana pia katika miaka iliyopita na ndio maana hujulikana kama seasonal influenza. Aidha, vipimo hivyo vimeonyesha kuwa hakuna kirusi kipya kinachoweza kusambaa kwa haraka na kusababisha mlipuko wa aina ya pandemic. Ugonjwa wa uviko 19 ambao ulitangazwa kwa mara ya kwanza hapa nchini mwezi Machi 2020 umeendelea kuwepo kwa kiwango cha chini kama yalivyo magonjwa mengine ya mfumo wa njia ya hewa tangu Februari hadi Aprili mwaka 2025. Ufuatiliaji wa virusi hivi umeonyesha ongezeko la visa vya uviko 19 kutoka 1.4 wagonjwa wawili kati ya watu 139 waliopimwa mwezi Februari hadi 16.3 wagonjwa 31 kati ya 190 waliopimwa mwezi Aprili mwaka 2025.
Hali ya kuongezeka na kupungua kwa ugonjwa huo imekuwepo kila mwaka tangu kutangazwa kwa ugonjwa huu wa mwaka 2020. Kwa kipindi hiki, ongezeko hili linaonekana zaidi katika mkoa wa Dar es Salaam. Wizara ya Afya inaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa nchini na kutoa taarifa. Kupitia vituo vyake vya kutolea huduma, wizara imeelekeza wataalamu kuhakikisha wanaendelea kufanya utambuzi wa magonjwa haya kwa kutumia vipimo vya maabara na kutoa matibabu stahiki kwa wagonjwa wote wanaobainika kuwa na maambukizi. Aidha, natoa rai kwa wananchi wote kuzingatia kanuni za afya ili kujikinga na kuwalinda wengine dhidi ya maambukizi ya magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa, ikiwa ni pamoja na kufunika pua na mdomo wakati wa kukohoa au kupiga chafya, pamoja na barakoa pale inapohitajika, kunawa mikono kwa maji tiririka na sabuni au kutumia vipukusi mara kwa mara, kudumisha usafi wa mwili binafsi na mazingira yanayotuzunguka. Kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha katika maeneo mbalimbali ya nchi, hususan katika mikoa ya pwani mwa Tanzania, kumekuwa na ongezeko la hatari la kuenea kwa magonjwa yanayoenezwa na mbu kama vile homa ya dengue, malaria na magonjwa mengine ya aina hiyo. Ili kujikinga na madhara yanayotokana na magonjwa haya, na wasihi wananchi wote kuchukua tahadhari kwa kuzingatia yafuatayo: 1. Kuangamiza mazalia ya mbu, kuondoa maji yanayotuama karibu na makazi, ikiwemo madimbwi, ndoo, chupa, matairi ya zamani na vifaa vingine vinavyoweza kuhifadhi maji. 2. Kutumia vyandarua vyenye dawa, kupulizia viuatilifu sprays ndani ya nyumba mara kwa mara ili kuua mbu waliopo ndani. 4. Kuvaa nguo ndefu zinazofunika mwili hasa wakati wa jioni na alfajiri. 5. Kufunga madirisha na milango au kutumia wavu ili kuzuia mbu kuingia ndani ya nyumba. Magonjwa haya yanasababishwa na virusi yana dalili zinazoshabihiana, hivyo ni vigumu kuyabainisha bila kupata vipimo vya maabara. Hivyo na wasihi kuwahi katika vituo vya kutolea huduma mara mtapoona dalili zozote za homa, maumivu ya kichwa, macho, misuli, viungo au vipele mwilini, au dalili za magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa kama vile kikohozi, mafua, kuwashwa koo au kupumua kwa shida, ili kupata vipimo na matibabu stahiki. Serikali kupitia Wizara ya Afya ina uwezo, utaalamu na mifumo madhubuti ya kufuatilia, kutambua na kudhibiti magonjwa ya mfumo wa njia ya hewa pamoja na magonjwa mengine ya mlipuko. Tutaendelea kutoa taarifa sahihi kwa wakati kwa lengo na kuwalinda na kuhakikisha usalama wa afya za Watanzania wote. Mwisho, na wasihi kuendelea kushirikiana kwa karibu, tufuate maelekezo ya wataalamu wa afya na tuendelee kuilinda jamii yetu dhidi ya magonjwa yanayoambukizwa. Imetolewa na Daktari Grace E. Magembe, mganga mkuu wa serikali. Taarifa iko kama hivyo, kwa hivyo tujikinge sana na haya maradhi ambayo yameweza kubainishwa hapo, na pia namna gani ya kuweza kujikinga zaidi kwa hicho ambacho kiliweza kuandikwa. Subscribe channel yetu ili mradi wa kwanza kupata taarifa zetu ndani na nje ya mipaka ya Tanzania.